Wakenya wamehimizwa kukumbatia kozi za mafunzo ya kiufundi kama njia ya kujipatia ajira na ukuaji wa kiuchumi. Haya yalijitokeza wakati wa sherehe ya mahafali ya mwaka 2026 katika chuo cha mafunzo ya kiufundi cha Beacon of Hope, ambapo wanafunzi 287 walihitimu wakiwa na ujuzi na umahiri mbalimbali wa kiufundi. Wazungumzaji katika hafla hiyo walisema kuwa ujuzi wa kiufundi umeendelea kuwa na mahitaji makubwa katika soko la ajira, wakielezea kwamba mahafala wengi wa vyuo hivyo hulazimika kutafuta ujuzi huo kabla ya kupata ajira. Pia walihimiza serikali kuongeza ufadhili kwa taasisi za mafunzo ya kiufundi kupitia hazina ya ustawi wa maeneo bunge, wakisema sekta hiyo imethibitisha umuhimu wake katika kuwezesha wananchi na vilevile kuimarisha maendeleo ya jamii. Full scholarship na kuna wale wamepata partial scholarship, another about 30, na kuna wazazi pia wameweza kuleta watoto wao kwa njia binafsi. Na pia niseme tusisitize zaidi mambo ya TVET colleges. Sio watu wote wanapata nafasi ya kwenda university, na hivyo tukiweka pesa ambayo inatosha kazi hii itakuwa ni vizuri. Kila level unaweza kupata kitu na ufanye. Ikiwa ni kama mambo ya motor vehicle, haijalishi kama ulikuwa umeenda shule sana ama hujaenda, kama ni kijana na uko kwa mtaa, uko na nafasi ya kuweza kujikuza pole pole. More importantly, I want to tell the government of Kenya, please pump more money in technical institutes so that more vulnerable students or outside here loitering, they can come and earn skills.